wa mwaka 2025. Mwaka 2025 hatutapata Jumapili yake tena isipokuwa hii ya leo. Kwa leo tunaifunga Jumapili za mwaka 2025. Na ninatamani nizungumze taratibu kwa kufundisha, nikuachie ujumbe mzuri sana ambao Mungu ameuachilia kwa ajili yako mwaka huu, ambalo somo hili nimelipa kichwa au ujumbe unaitwa Yesu ni sura na muonekano halisi wa Mungu. Kati ya masomo makubwa sana katika Biblia, masomo makubwa sana katika Biblia, hili ni somo kubwa sana. Kwa lugha nyingine tunasema Yesu ni mtu aliyemdhihirisha Mungu alivyo. Kwa lugha nyingine tunasema Yesu ni muonekano wa Mungu. Ukitaka kumwona Mungu, muone Yesu. Ukitaka kumjua Mungu, mjue Yesu. Na hakuna picha nzuri ya Mungu inayoeleweka vizuri kama Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko matatu makuu nimeyaweka hapo. Maandiko makuu matatu nimeyaweka katika somo hili ambalo linaitwa Yesu ni sura na muonekano halisi wa Mungu. Yesu amemfunua Mungu kiasi cha kutoacha swali ama wasiwasi ama mashaka yoyote kuhusu Mungu. Yesu amemfunua Mungu kwa kiasi cha kutoacha swali ama wasiwasi ama mashaka yoyote kuhusu Mungu. Mungu ameyajibu maswali yote ya wanadamu wote, vizazi vyote, mataifa yote, dini zote, kwa njia ya Yesu kuzaliwa duniani na kuishi duniani. Mungu ameyajibu maswali yote ya wanadamu wote, wa vizazi vyote, wa mataifa yote, wa dini zote, kwa njia ya Yesu kuzaliwa duniani kama mwanadamu, akaishi duniani katika mwili, akitenda matendo asiyoweza kutenda binadamu yeyote kuyatenda, na akinena maneno asiyoweza kuyanena mwanadamu yeyote, na akifundisha masomo ambayo hawezi kufundisha mwanadamu. Ndio maana Yesu akaitwa Rabi, mwalimu. Kwa Kichina Rabi, yani wangetumia neno master. Wachina wanalitafsiri neno Rabi wakalileta kwenye master, yani ni mwalimu aliyefuzu au mwenye vigezo vya kufundisha kuhusu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nirudie kwa mara ya mwisho haya maneno, kama unayarekodi, kama unayaandika. Yesu ni sura na muonekano halisi wa Mungu. Yesu ni sura na muonekano halisi wa Mungu. Yesu amemfunua Mungu kiasi cha kutoacha swali au wasiwasi ama mashaka yoyote kuhusu Mungu. Mungu ameyajibu maswali yote ya wanadamu wote, vizazi vyote, mataifa yote na dini zote, kwa njia ya Yesu kuzaliwa duniani kama mwanadamu,
akaishi duniani katika mwili, akatenda matendo asiyoweza kutenda binadamu yeyote, akanena maneno yasiyonenwa na wanadamu, akafundisha mafundisho asiyoweza kufundisha mwalimu yeyote. Maandiko yangu ya somo nimeyaweka Waebrania sura ya 1 mstari wa 3. Andika tu, nitakusomea mwenyewe. Andiko la kwanza, Waebrania sura ya 1 mstari wa 3. Andiko la pili, Wakolosai 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Andiko la pili, Wakolosai 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Na andiko la tatu ambalo yamebeba somo hili ni Yohana 14 mstari wa 9. Yohana 14 mstari wa 9, na ninaomba nianze kusoma Waebrania. Waebrania anasema, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Utukufu wa Mungu umedhihirishwa kwa njia ya Yesu Kristo. Ili ujue utukufu wa Mungu, mwangalie Yesu Kristo, utukufu wake. Ni mng'ao wa utukufu wake. Neno hili mng'ao wa utukufu wake kwa Kiebrania linatafsiriwa ni nguvu za Mungu katika heshima na utukufu zimedhihirishwa kupitia ni nguvu, yani kama jua linavyoachilia mwanga wake na joto lake. Sasa labda tungechukua hivi, nguvu ya joto la jua na mwanga wa jua, uwezo wake, ndio tungesema mng'ao wa utukufu. Kwa hiyo Yesu anaitwa yeye ni mng'ao. Mng'ao unaweza ukachukua taa ukapima. Hizi zote zinazowaka ni taa zote hizi, lakini zinapishana mng'ao wake na mwanga wake na nguvu zake. Sasa vitu vyote vinaweza vikawa na utukufu wake na heshima yake, lakini Mungu anadhihirika kupitia nguvu na muonekano wa utukufu kupitia Yesu Kristo. Katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 10, Biblia inasema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Haleluya, haleluya. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Mwanadamu pekee ambaye amemwonyesha Mungu ukamilifu wake usio na dosari. Wanadamu wengine wote wana dosari zao. Hata wewe una dosari zako, hata mimi nina dosari zangu. Mitume wote wana dosari zao. Ukiniambia habari ya Ibrahimu, ana dosari kubwa nyingi tu. Dosari ya kwanza, anaweza kushauriwa na mkewe aende kulala na kijakazi, katumwa, laana, dosari.
uadilifu wa Ibrahimu una dosari yake. Ukiniambia habari ya uadilifu wa Ibrahimu, aliambiwa utoke uende peke yake, akaambatana na Rutu, ana dosari yake. Lakini katika Yesu mwanadamu, utimilifu wote wa Mungu unaonekana. Haleluya, haleluya. Utimilifu wote wa Mungu unaonekana kupitia Yesu. Ukitaka umjue Mungu alivyo, mwangalie Yesu, mfuatilie Yesu, msome Yesu. Anasema maana katika yeye Yesu unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, hata kibinadamu. Ibrahimu hana cha kunifundisha, ila Yesu kibinadamu ana cha kunifundisha. Utimilifu wote unaonekana kwake, hakuna dosari. Mitume wote kwa majina yao wote wana dosari zao. Yohana 14 mstari wa 9. Yohana 14 mstari wa 9, Biblia inasema Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Yesu ana ujasiri wa kumwambia Filipo ambaye amepeleka ombi kwamba ili Mungu yukoje, Mungu hasa yukoje, naomba angalau tusaidie, Mungu hasa ni nani? Anaomba msaada, swali ambalo liko katika kila moyo wa mwanadamu. Vizazi vingi wanatafuta angalau wamuone Mungu umbo lake, wamuone sura yake, wamuone urefu wake, wamuone unene wake, waone anaonekanaje sura. Lakini Yesu anasema, unawezaje kuuliza swali hilo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Haleluya, haleluya, wanasifiwe. Napenda kukwambia kwamba Yesu ni sura na muonekano wa Mungu. Yesu ni sura na muonekano wa Mungu. Hebu niseme mambo haya. Swali la Filipo au dai la Filipo linalodai utuonyeshe Baba, hiyo itatutosha. Lilimaanisha Mungu yukoje, ni wa namna gani? Na Mungu akamjibu akasema, alivyo Yesu ndivyo Mungu alivyo, hakuna kilichopungua. Katika Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 18, Yohana sura ya kwanza mstari wa 18, Biblia inasema, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Bwana asifiwe. Hakuna kizazi dunia toka imeumbwa kilichowahi kumwona Mungu kwa njia yoyote, kwa sura yoyote, kwa umbo lolote, lakini Mungu ameamua kujidhihirisha na kujifunua kwa njia ya mwana ambaye milele alikuwa ametulia kifuani pa Baba. Sasa amekuja amfunue Mungu sura yake, amfunue Mungu umbo lake, amfunue Mungu tabia yake, amfunue Mungu nguvu zake, amfunue Mungu mapenzi yake, amfunue Mungu Yesu pekee wakati wowote na vizazi vyote. Ili Mungu ajulikane, lazima kumjua Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ninatamani
somo hili lingesikilizwa na kila binadamu. Yohana sura ya kwanza mstari wa 14. Yohana sura ya kwanza mstari wa 14, Biblia inasema, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwamba alikuja akafanyika mwili. Kesi kubwa ya wanadamu, kesi kubwa ya wanadamu, mpaka wanasema Yesu sio Mungu. Kesi kubwa ya wanadamu, Yesu alifanyika mwili. Hapo ndipo panawatatiza, kwa sababu alivaa mwili wa kibinadamu. Mbaya zaidi, wakamwona anazaliwa na mwanadamu. Mbaya zaidi, wakahesabu miguu yake ni miwili, wakamhesabia mikono miwili, wakamhesabia macho mawili, wakamhesabia masikio mawili, wakamwona ni mwanadamu. Zaidi ya yote, walipotathmini tabia au hali ya ubinadamu iliyoko kwake, anaona njaa, analala usingizi. Hilo ndio, lakini Biblia imetusaidia, inasema Yesu alifanyika mwili. Halafu alipofanyika mwili, ndani ya mwili wa binadamu akaonyesha utukufu usio wa kibinadamu. Anasema utukufu kama wa mwana pekee, unaodhihirisha ya kwamba ametoka kwa Baba, hakutokana na wanadamu. Yesu ni sura na mwonekano halisi wa Mungu. Haleluya, haleluya. Kama tukitaka kumfahamu, inabidi tumfahamu Yesu. Kama tunataka kumfahamu Mungu, na somo hili lengo lake kuu, kusudi kubwa la somo hili, sikiliza, muhimu sana. Kusudi kubwa la somo hili, usimwamini Mungu kana kwamba bado haujamwelewa yukoje. Umwamini Mungu kama mtu ambaye amemwona Mungu alivyo, amemjua Mungu alivyo. Imani yako isiwe inakwenda kana kwamba labda kitokea kwa njia fulani, imani yangu sasa itatoka 100%. Ili ujizuie kumkosea bila kuacha kitu, yani hali yoyote ya hofu. Usipunguze hofu kuhusu huyo Yesu, kuhusu Mungu. Ongezane naye ni mwanadamu. Kusudi la somo hili, ili mali yako uimimine, moyo wako umimine kwa Mungu kwa 100% zote, na utoe maisha yako kwa nguvu zote kwa ajili ya Mungu, na uamini kila neno alilosema Yesu au lililonenwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Uliamini kwa nguvu zako zote na ulitimize kwa nguvu zako zote, na uyatoe maisha yako bila kubakiza nguvu hata kidogo katika kumtumikia Mungu, kwa sababu Mungu amejifunua kikamilifu. Ili kwa kutumia maisha ulionayo katika mwili uweze kumpendeza Mungu kikamilifu, kwa sababu Mungu katika mwili umekaa utimilifu wote wa Mungu. Haleluya, haleluya. Ili katika mwili huu wa kibinadamu uweze kuwa mkamilifu na kumpendeza Mungu kwa 100% zote, kwa sababu Mungu katika ubinadamu umekaa utimilifu wote wa Mungu. Haleluya, haleluya. Usikaanza kusema mimi ni mtu mwenye mwili. Mungu katika mwili umekaa utimilifu wote wa Mungu. Wakolosai 2:9.
mstari wa 10 anasema, Wakolosai 2 anasema, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Kumbe somo hili linanifanya nisione kwa sababu mimi niko katika mwili siwezi kutimilika, baada ya kutambua Mungu katika mwili kwa njia ya Yesu Kristo. Umekaa utimilifu wote wa Mungu, umekaa upendo wote wa Mungu, zimekaa huruma zote za Mungu, umekaa utakatifu wote wa Mungu, imekaa imani yote ya Mungu. Na mimi katika mwili, mstari wa 10 anasema, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Kwa sababu mstari wa 9 anasema, maana katika yeye Yesu unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Haleluya. Haleluya. Acha kujidanganya ya kwamba nikiwa katika mwili siwezi kuwa mkamilifu. Utimilifu wote wa Mungu umekaa katika Yesu Kristo, katika mwili. Lakini ili uhakikishe na wewe una uwezo wa kuonyesha utukufu wote wa Mungu kwa kiwango cha utukufu wake. Haleluya. Haleluya. Tungeulizwa Yesu ni nani, tungejibuje? Tungejibu ni Mungu aliyevaa mwili, ni Mungu aliyevaa ubinadamu, ni Mungu aliyekaa na wanadamu. Katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 11, Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 11, Biblia inasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Yesu huyu ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Kumbe ni Mungu aliyechukua mfano wa wanadamu. Ndio maana Mungu anisaidie na mimi nimwelewe hivyo, na mimi nimtumikie hivyo, na mimi nimpende hivyo, na mimi nimheshimu hivyo. Kumheshimu Mungu kama mwanadamu au kumchukulia Yesu kama mwanadamu. Na ndio maana Biblia inasema katika waraka ule wa kwanza wa Yohana unasema, ni nini kishindacho ulimwengu? Na kiushindacho ulimwengu ni nini? Ni hiyo imani yetu. Imani ya namna hii ndio inaushinda ulimwengu. Na akasema, ni nani hasa aliyezaliwa na Mungu? Ni yeye aaminie ya kwamba Mungu alikuja katika mwili. Huyo ndiye atakayeshinda ulimwengu. Na asiyeamini hivyo anasema huyo ndio mpinga Kristo. Roho ya mpinga Kristo. Mstari wa 8 anasema, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Mstari wa 9, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Mstari wa 10, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Kwa jina la Yesu malaika, makerubi wote wanapiga magoti. Kama wanapiga magoti, mimi nikisema kwa jina la Yesu mvua isimame, wanatakiwa wakazuie mvua ili lete maana wanapiga magoti.
Haleluya, haleluya. Vitu vya mbinguni ni malaika na aina zake zote, viumbe vya aina vyake vyote vya mbinguni, kwa jina la Yesu. Haleluya. Ndio maana nikiwa katika hali ya tatizo, nikiomba kwa jina la Yesu, mbingu zote zitakuja kufuatilia nilipo, kwa sababu lazima nipige magoti. Anasema na vya chini na vya, anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani. Haleluya, haleluya. Na vya duniani ni vitu gani? Haleluya. Ardhi inapiga magoti, jua linapiga magoti, bahari inapiga magoti, nyoka anapiga magoti, simba anapiga magoti, yaani mti unapiga magoti, chochote, risasi inapiga magoti, ili kuonyesha kwamba huyu sio mwanadamu, ila amevaa binadamu, lakini kwa jina lake vitu vyote vinatiishwa vya duniani, lakini vinavyoonekana vya kawaida, ikiwa ni kipindupindu inapiga magoti, ikiwa ni malaria inapiga magoti, ikiwa ni kansa inapiga magoti, ikiwa ni HIV inapiga. Hivi ni vya duniani, haviko kuzimu, haviko mbinguni. Ikiwa ni chochote, ikiwa ni ajali inapiga magoti. Lakini anasema na vya chini ya nchi, yaani vya kuzimu, yaani mapepo, maana yake shetani na malaika zake, uchawi, uganga, mizimu, kwa jina la Yesu. Yeye ni jina lipitalo majina yaliyoko mbinguni, yaliyoko duniani, yaliyoko kuzimu. Ni jina ambalo Mungu amekuja kwa njia ya mwili katika Yesu Kristo. Haleluya. Hebu ngoja ni utafsiri kidogo mstari wa 6. Mstari wa 6 huu ambao unasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Hebu tusome, hebu tuangalie Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 10. Nataka nifafanue kidogo hapo kwa sababu ya hili neno. Yohana sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 10, Biblia inasema, Yesu aliwaambia, amini amini nawaambieni, yeye asiyeingia malangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Aingiaye malangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawajui sauti za wageni. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambia, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote waliotangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na tele. Yesu anazungumza kwa habari yeye kwamba wote waliotangulia hawakiri kumfunua Mungu, hawakiri kusikilizwa, hawakiri kuaminiwa kwa habari ya sura na mwonekano wa Mungu. Anasema, lakini mimi kipimo changu, mimi nilikuja ili mwivi akija wanaua, anaharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha
katika Yohana 8:58. Nisome tena hapa. Nataka kufafanua huo mstari. Yohana 8:58, Biblia inasema, Yesu akamwambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha katoka hekaluni. Kila Ibrahimu hawajakuwepo, mimi nipo. Mnaowaita mitume na manabii kabla hawajakuwepo, mimi nipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nina mistari mingi ya kusoma hapa. Sura ya 17. Hebu tusaidiane kidogo. Sura ya 17 mstari wa 5, na mwingine asome sura ya 17 mstari wa 24. Kwa haraka kidogo tena. Nenda kama mimi ninavyoenda, nafungua haraka. 17 mstari wa 5, Biblia inasema, na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nao kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja na wewe kabla ya ulimwengu kuwapo. Unitukuze kwa utukufu ule wa kabla ya ulimwengu kuwepo. Kwa hiyo anadhihirisha kwamba yeye alikuwa ametukuka milele kabla. Anamdhihirisha Mungu kwamba anakaa kwa wanadamu, lakini yupo kabla ya kuwepo kwa msingi wa ulimwengu. 17:24, Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa. Anamdhihirisha pointi muhimu sana hapa kwenye 24. Mungu anatupa utukufu wake kupitia Yesu Kristo. Kwa kuweza kumwangalia Yesu tunapokea utukufu. Ule mstari wa 3 wa 10 sura 17, naomba nisisome, nitachelewa, au soma kama mtu yuko amefika hapo. Na uzima milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Nimekosea, ni wa 4, sijui ni wa 2. Anasema na utukufu ule ulionipa nimewapa. Ukichukua na huwa 24, maana yake ni nini? Utukufu wa Mungu uliokaa katika Kristo Yesu unaachiliwa kwa njia ya kumjua Mungu kupitia Yesu Kristo, unakaa kwa wanadamu. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao. Nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Sio huo. Umekosea. Anasema utukufu ule ulionipa nimewapa, sio maneno. Utukufu ule ulionipa nimewapa. Mstari wa 24 ukiunganisha huwa tunaona kwamba hawa ulionipa nataka waje wauone utukufu wako. Kumbe Yesu ni Mungu mwenye utukufu mkamilifu, ila amevaa ubinadamu. Na anauvaa ubinadamu ili wanadamu wapokee utukufu wa Mungu, ili wanadamu wapokee hali ya utukufu wa Mungu. Nina maandiko mengi hapa, nashindwa, tunachelewa kama nitayamaliza. Mithali sura ya 8:22 hadi 30. Mtu mmoja asome hapa. Ufunuo 13:8. Mtu mmoja asome hapo Ufunuo 13:8. Mtu mmoja asome Ufunuo 17:8. Na wa mwisho atasoma Petro wa kwanza 1:19 hadi 20. Nimalize kwa kufafanua hii. Mithali 8:22 hadi 30, Biblia inasema, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Nilitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijakuwapo dunia. Wakati havijakuwapo vilindi nilizaliwa, wakati hazijakuwapo chemichemi zilizojaa maji. Kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nilizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia, wala mashamba, wala chanzo cha udongo wa dunia,
alipozithibitisha mbingu nilikuwako, alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawimbi yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake, alipoiagiza misingi ya nchi, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha ya Ufunuo 3:8. Alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ufunuo 17:8. Hivi nasema, yule mnyama uliyemwona alikuwako, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu, na hao wakaao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu watastaajabu. Petro wa kwanza 1:19-20. Utukufu wa Mungu unasema kama neno la uzima, kama nyota litazuka kwa kuliangalia sana. Kadri unavyomwelewa Yesu kupitia neno la Mungu, utukufu wa Mungu. Nimekuwa wakati mwingine naifanya zoezi, nikikaa na maandiko nasoma na bubujika, naomba nasoma na bubujika, naomba mpaka huwa naanza nahisi kubadilika, mpaka wakati mwingine naogopa, anasema sije nikanyakuliwa hapo, nahisi kama naweza nikapanda kaondoka. Ili utukufu wa Mungu kwa kadri unavyomsoma Yesu, unavyomwelewa Yesu, katika njia na tabia na mtindo wa maisha na matendo na mafundisho ya Yesu na matukio yaliyomfunua, kwamba yeye ni sura na mwonekano wa Mungu. Njia, tabia, mtindo wa maisha, matendo, mafundisho na matukio yaliyomfunua. Kuna vitu ambavyo tunaweza tukavijadili kidogo leo vilivyomfunua Yesu. Njia ya kwanza, andika kuzaliwa kwake, kwamba yeye ni mng'ao wa utukufu wa Mungu, ni mwonekano wa Mungu, ni sura ya Mungu. Naweza kuandika kuzaliwa kwake kwa kinabii, kulikotabiriwa. Kuzaliwa kwake kwa kinabii, kulikotabiriwa. Mwanzo 3:15 sisomo. Isaya 4:14 sisomo. Kuzaliwa kwake kwa kinabii, kwa kutabiriwa, sio mwanadamu. Mbingu zimesema mapema baada ya anguko, Mwanzo 3:15, kwamba uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Isaya 7:14 anasema, tazama Bwana mwenyewe atawapa ishara, bikira atachukua mimba. Kutabiriwa. Kuchukuliwa mimba bila mwanaume kwa nguvu ya mahubiri aliyohubiri malaika Gabrieli. Haleluya, haleluya. Malaika Gabrieli anasema, nimekuletea habari njema. Mahubiri yana anapomhubiri Mariamu, mimba inaumbika ndani. Haleluya. Mahubiri alipoyasikiliza, siku huwa nasema hivi, ninaposoma hilo andiko huwa ninaona hatua tatu tena za kwenda kupokea muujiza. Mariamu alipoambiwa
nikasema swali la kwanza la Mariamu ilikuwa salamu hili ya namna gani? Salamu hili ya namna gani? Mbona hainistahili? Mbona ni ya watu wakubwa wenye heshima zao, mimi binti mdogo, tena huku Uswahilini, huku kwa mafukara, kwa watu wasio wa mababu, sio kwa kina Zakaria, lakini salamu ya watu watakatifu wa madhabahuni inanijiaje mimi nisiyestahili? Lakini baadaye aliposikiliza tena akaamini ujumbe, akamwambia sasa, akavutiwa na ujumbe, kumbe ni hivyo. Sasa hata hivyo itakuwaje? Mbona sijui mume toka kuzaliwa? Ningependa ilitokee. Akamwambia bado Roho wa Bwana, mahubiri yanaendelea ya malaika Gabrieli, Roho wa Bwana atakujilia juu yako. Alipoyaamini yale mahubiri, mwitikio wake anasema basi na iwe kama Bwana alivyonena, na iwe kwangu. Alipoyasikia kama ninavyohubiri hili, ninapohubiri neno hili, ndipo mtu anapolisikia akiamini, Roho wa Bwana anakuja juu yake na muujiza anaanza kupokea kabla ya maombezi. Utukufu wa Bwana unaanza kumzukia. Njia ambazo zinaonyesha ni hii: kutungiwa mimba bila mume. Lakini pia katika hili jambo la kuzaliwa kwake, malaika kujihusisha kutoka mbinguni, wakaimba, wanatangaza, wanafurahia kuzaliwa kwake. Lakini si mamajusi kutokewa na nyota inawaongoza, wanaelekea alikozaliwa. Lakini Herode au mfalme kufadhaika na kutetemeka. Haleluya! Hiyo ni njia ya kwanza. Jambo la pili, maisha yake matakatifu ya bila kutenda dhambi. Maisha yake matakatifu yanayomdhihirisha kwamba yeye ni mng'ao na mwonekano wa utukufu wa Mungu, kinachomdhihirisha Yesu kwamba ni mng'ao na mwonekano kwa maisha yake matakatifu. Haleluya, haleluya. Wanadamu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini Yesu kazaliwa asitende dhambi na akajaribiwa asitende dhambi. Katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 15, Biblia inasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana na sisi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kutenda dhambi. Yesu alijaribiwa majaribu yote. Nilikuwa najaribu kuyatafsiri yale majaribu manne ya Yesu. Jambo la kwanza, anaambiwa amuru mawe yawe mkate. Ilikuwa ni kutatua tatizo kwa njia isiyo ya kumngoja Mungu, sio kwa njia za kimungu. Kutatua tatizo, anajaribiwa kwamba atatue tatizo linalomkabili la njaa bila kutumia kanuni za kimungu. Kanuni za kimungu, si akapike chakula ale, chakula kimewekwa, lakini yeye akatishe ale mawe, akashinda, hakutenda dhambi. Wanasifiwe sana. Na lile Wakolosai 2:9 ambayo tumeisoma mara kwa mara hapo, ile Kolosai 2:9 ambayo nasema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kibinadamu. Lakini katika Wakorintho wa 2:5-21, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Hakuwa na dhambi, ila Mungu akamfanya ahukumiwe msalabani, jambo linalodhihirisha Yesu ni Mungu, muonekano wa Mungu katika hali zote
kutenda dhambi. Maeneo matatu ambayo binadamu hutenda dhambi haraka. Maeneo matatu ambayo binadamu hutenda dhambi haraka. Jambo la kwanza, hatari. Binadamu akiwa katika hatari hutenda dhambi haraka. Utakufa. Inabidi uende kwa waganga wa kienyeji, hospitali hatuwezi. Hatari. Hatari inayotishia umri unaenda, hutaolewa. Maeneo haya ya hatari ambayo Yesu alimuingiza mbele ya Pilato, wanamwambia sema, wewe ni mwana wa Mungu. Wanamtaka atende dhambi kwa kukana mpango wake na Mungu wa kuokoa wanadamu. Eneo la hatari, ili Yesu asiukwepe ule mpango. Biblia inasema akanyamaza kimya ili akabili mateso. Hatari haikabili. Hapo inamuonyesha ya kwamba yeye haogopi hatari, anaikabili. Eneo la pili, binadamu ambalo hutenda dhambi kwa haraka, utukufu na heshima, sifa. Binadamu ukitaka kumtendesha dhambi usifu. Wewe mzuri. Mabinti wengi wanaanguswa kwa kuambiwa tu mzuri, hata kama sio mzuri. Wanamwambia tu mzuri, 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 mzuri. Neno mzuri, sifa, utukufu. Mapepo walipojaribu kumwambia Yesu, tunakujua wewe unani, mtakatifu wa Mungu, akaambia funga kinywa, sipokei pepo, msifa za mapepo. Sikiliza. Yesu alijaribiwa katika nyanja zote, hakutenda dhambi. Haleluya. Haleluya. Mazingira yoyote waliompelekea ajikwae, hakujikwaa. Lakini jambo lingine ambalo linaonyesha Yesu ni Mungu na ni mwonekano wa Mungu, hakuwahukumu wenye dhambi. Hakuwanyanyapaa wenye dhambi. Hakuwabagua wenye dhambi, wala hakuwachukia. Aliwapenda. Alikuwa na upendo wa kweli kutoka moyoni mwake juu ya wenye dhambi. Ukisoma ile Mathayo sura ya 9 mstari wa 9, kama mtu amefika hapo kwa haraka nisomee, inayomuonyesha Yesu sio mwanadamu bali ni Mungu aliyetoa ubinadamu. Wapo mitume walioua watu, wapo mitume waliokuwa maadui wa watu, lakini Yesu maadui zake, hata waliomuua msalabani, aliwaombea kwa Mungu, akasema, Baba, usiwahesabie dhambi hii, bali wasamehe waliomuangika msalabani, waliomtemea mate, waliompiga mikuki na mijeledi. Akasema, Baba, uwasamehe dhambi hii, mimi acha nife kwa ajili yao. Yeye alikuwa na upendo na wenye dhambi. Haleluya. Yesu hafananishwi na mtume na nabii yoyote. Yeye peke yake ni mng'ao na sura na mwonekano wa Mungu. Mungu ana huruma na wenye dhambi. Mungu hawaangamizi wenye dhambi, anawaletea wokovu. Glory to God. Hebu soma na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja
Haleluya, haleluya. Unamwona Yesu alivyo ni mng'ao, ni mwonekano wa Mungu, moyo wake kwa wenye dhambi. Wanamwambia hii, anamuona Mathayo, mkuu wa watoza ushuru, anaambia nifuate. Anasema hivi, muone huyu, badala ya kuitwa makuhani anafuatana na likuu la watoza ushuru, likamata kodi. Yesu anawaambia Mungu hayupo kwa ajili ya wasafi. Mwenye afya hahitaji tabibu. Kama ninyi ni wasafi, sio kwa ajili yenu. Mimi niko kwa ajili ya wachafu. Daktari yuko kwa ajili ya wagonjwa. Sura ya Yesu ya Mungu inaonekana moyoni mwa Yesu, anawahurumia wenye dhambi. Hapa ndipo huwa tunasema sherehe ya Mathayo. Hapa ndio tunajifunzaga kitu kinaitwa sherehe ya Mathayo. Anasema alipoketi nyumbani ale chakula, maana yake paliandaliwa tafrija. Aliandaa Mathayo baada ya kuitwa na Yesu, akaandaa sherehe, na yeye Mathayo akaita watoza ushuru wakajaa kwenye ile sherehe. Halafu anashangaa, hivi huyu Yesu kweli ni mtakatifu kweli? Mbona wenye dhambi wengi ndio wamemzunguka kwenye sherehe zake? Hakuna makuhani, hakuna maaskofu, hakuna mitume, hakuna wachungaji. Yesu akasema, moyo wa Mungu unaonekana kwa kuwapenda wenye dhambi. Yesu aliwapenda. Sasa kilichomleta duniani nini? Watakatifu sikawaacha malaika mbinguni. Mng'ao, muonekano wa Mungu, anawapenda wakosaji, hawahukumu, anawavuta awasaidie, awaoshe, awatakase. Sio kama sisi tunasotana tu. Huyu mama Siponi nilisikia alisema, huyu mama Masanja nilisikia kwanza yeye anavaa vizuri, mimi haoni kama sina nguo, tunaonyeshana vipofu. Lakini Yesu wenye dhambi ndiye anawafuata, anawakumbatia. Mwonekano wa Mungu. Mungu huwaendea wenye dhambi, anawaacha malaika watakatifu, anakuja duniani, anapenda mwili wa wenye dhambi, anapenda maisha ya wenye dhambi, ili apate kuwatakasa, ili apate kuwaosha na wenyewe wawe watakatifu. Haleluya. Jambo la tatu, uwezo na mamlaka na haki ya kuwaondolea wenye dhambi dhambi zao na makosa yao na uovu wao. Jambo la tatu linalofunua kwamba Yesu ni sura na mwonekano halisi wa Mungu, uwezo, mamlaka ya kuondoa dhambi. Yesu haogopi dhambi, ila yeye ana uwezo wa kuondoa dhambi. Makuhani wanaogopa dhambi, hata kukutana na wakoma watanajisika. Wanaogopa makahaba wasiwaguze, watanajisika. Wanamwambia, mbona huyo mkahaba anagusa, na wakati ni kahaba angekuwa nabii angenichua. Lakini Yesu anamshika mkono, anamwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Yesu ana nguvu juu ya dhambi. Inadhihirisha mwenye nguvu juu ya dhambi ni mmoja, naye ni Mungu mtakatifu. Yesu alibeba uhusika wote. Nisome maandiko kidogo hapa. Haleluya. Mathayo sura ya 1 mstari wa 21, Biblia inasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Ana mamlaka ya kuondoa dhambi. Yesu anaonyesha uwezo wa kiungu kwa mamlaka ya atakayewaokoa watu na dhambi zao, atawaondolea dhambi zao.
anasema siku ya pili yake ameona Yesu akija kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Watu wanaogopa kunajisika, yeye anaichukua dhambi na watu. Haleluya, haleluya. Mwonekano wa Mungu ndani ya Yesu anaichukua dhambi ya ulimwengu. Nina maandiko mengi, lakini sijui kama tutaweza nisaidia kusoma Luka 5:18 hadi 26. Luka 5:18 hadi 29. Marko 2:3 hadi 12. Nafikiri atoshe haya. Hebu soma. Yesu ana uwezo juu ya dhambi. Hakuna mtu ambaye anaweza akaondoa dhambi kwa mtu mwingine au kwake mwenyewe. Watu wote duniani wametenda dhambi na hawawezi wakajiondolea dhambi, na hakuna mtu atakayewaondolea dhambi. Lakini Yesu anaondoa dhambi kwa watu, anazichukua. Sisi tunabaki watakatifu na yeye hazinajisi. Soma. Natazama wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wakampisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Naye alipoiona imani yao, alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Alipoiona imani yao akasema, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Sasa ngoja nikwambie, hivi ni nani anaweza akatangaza msamaha mahakamani? Nani anaweza akatangaza msamaha wa mtuhumiwa? Mwenye uwezo wa kusamehe. Sura na muonekano wa Mungu unaonekana ndani ya Yesu. Anaweza akaondoa dhambi ya mtu. Hata huyu mtu si kama hata huyu jamani kwa. Hebu endelea. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Hakuna mtu anayeweza kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake. Kwa tunaona Yesu amebeba uhusika kamili wa Mungu. Ndio maana anasema, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Asingesema kama angekuwa mwanadamu. Na Yesu alikuwa hoja zao, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu? Hilo jepesi ni lipi? Kusema umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Alimwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, ujitwike kitanda chako, ukaende zako nyumbani kwako. Alipoona wanabishana, huyu ni mtu wa namna gani? Hebu kama unaweza ukachora kwenye nani, chole mstari huu. Huyu ni nani? Kama watu walijiuliza hivi, huyu hakuwa mtu. Walikosa uthibitisho kwamba huyu ni binadamu. Walifika wakasema, huyu ni nani? Hapana, sio binadamu. Mwenye uwezo wa kusamehe dhambi ni Mungu peke yake. Ninaomba maandiko mengine nisiyasome, yaache yaandike tu. Marko 2:3 hadi 12. Sitasoma. Jambo kubwa hapa ambalo unatakiwa kuliandika ni hili: uwezo wa Yesu katika kushughulikia uovu
dhambi ndani ya maisha ya wanadamu. Lakini bii yake utaandika hivi, uwezo wa kutonajisika. Uwezo wa Yesu kutonajisika. Jambo la 4 lililothibitisha Yesu ni Mungu au ni sura ya Mungu, uwezo wake wa kubadilisha maisha ya watu waovu. Uwezo wake wa kubadilisha maisha ya watu waovu. Nina mistari mingi nimeiweka, lakini labda tuangalie mmoja. Andika Zakayo mtoza ushuru, Luka 19 mstari wa kwanza hadi wa 10. Lakini nimemwandika pia kahaba huko Samaria, kahaba huko Samaria, Yohana 4. Lakini pia nimeandika mchawi wa Samaria, Matendo ya Mitume 8. Lakini nimeandika mabadiliko ya Petro, halafu nikaandika mabadiliko ya Paulo. Ngoja sitaeleza, acha tu sitasoma. Katika Luka 19 mstari wa kwanza, kulikuwa na mtu, si ukaziandika sifa zake, mmoja mwenye roho ya choyo, anaitwa Zakayo. Roho ya choyo yaani ni mtu mwenye tamaa ya mali, ambaye yuko tayari kuua apate mali. Alikuwepo mtu mwenye choyo, lakini akawa anasikia habari za Yesu, namna anavyokutana na watu. Amembadilisha Mathayo, mkuu wa watoza ushuru, na hata kajamana konika kubwa kuliko hata Mathayo. Sasa akawa anashangaa, huyu anasema, akawa anatafuta amuone Yesu ni mtu wa namna gani. Alipoenda kwenye ile njia Yesu anapita, alipoangalia umati wa watu waliomzunguka, akashindwa kumuona kwa sababu ya ufupi. Akakimbia mbele, akaenda kapanda juu ya mkuyu. Alipofika Yesu akainua macho juu ya mkuyu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, leo hii imenipasa kuingia nyumbani mwako. Zakayo kanashuka. Alipokaa kwa Zakayo, akaanza kufundisha jinsi Mungu alivyo mtakatifu, asivyoweza kudhulumu watu, asivyopenda watu kudhulumu. Kakabadilika kutokea ndani. Yesu hakumwambia chochote, lakini yeye akasema, leo hii ninawarudishia wote niliowazulumu. Sasa swali langu nikuulize swali. Anasema anamrudishia kila mtu mara 4. Yaani huyu alimdhulumu milioni 1, anampa milioni 4. Zinawaeleaje? Nyinyi wapiga mahesabu, inakuwaje? Nimewachukulia milioni 1 wako 100, kwenda milioni 100, lakini leo nawapa milioni 4 wote. Nilikuwa sizini, nilikuwa sijenge. Sasa nawarudishaje? Kalishaua wengine kwa kudhulumu, na wengine wamejifia tu wenyewe kwa stress baada ya kudhulumiwa. Lakini haki ya Mungu imeingia ndani ya moyo wa yule mtu. Anasema, hapana, siwezi kuzini, bora nibaki maskini. Yesu alivyokuwa na uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu, ni nguvu ya kiungu ndani yake. Akiingia ndani ya mtu, anabadilisha maisha ya mtu. Alikuwa kahaba huyu, sura ya 4, aliyeshindikana mji mzima, hakubaliki hata hashirikishwi hata kwenye mikusanyiko ya watu, iwe sherehe, na ananuka kwa tabia ya ukahaba. Lakini Biblia inasema akabadilika mwenyewe, akaenda kujitangaza jiji la Samaria. Jamani, mimi ukahaba wangu wote, hata ninyi niliowaibia waume,
Bwana asifiwe. Yule mchawi, sura ya 8 ya Matendo ya Mitume, ambaye alikuwa amejipatia heshima, alipokutana na Yesu akabadilishwa maisha yake. Jambo kubwa linalomwonyesha Yesu ni nguvu ya kubadilisha. Jambo la 5 ni miujiza na ishara na maajabu isiyoweza kutendwa na mtu yeyote. Yohana sura ya 3 mstari wa 2. Naomba nisaidie kusoma hapo. Na Yohana sura ya 10 mstari wa 34. Huyo aliingia usiku akamwambia, Rabi, wajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe. Tumetambua wewe sio binadamu wa kawaida, una sehemu ya uungu. Kwa Kiunani ameandika hivi, una sehemu, si hautokani na wanadamu, unatokana na Mungu, kwa kuwa miujiza uifanyayo hakuna binadamu awezaye kuitenda. Haleluya! Ishara na maajabu zinaakisi kwamba huyu Yesu ni Mungu aliyebeba muonekano wa Mungu. Sisi tunajipenda huyu profesa, sio mamuma kama mimi na wewe. Profesa anafika anamwambia hivi, tumetafiti, tumepima, tumejadiliana, tumekaa, tukaona hapana, kwa vyovyote wewe hautokani na wanadamu. Matendo na ishara na maajabu vinavyofanywa na wewe, lazima una uungu ndani yako. Kuna namna ya uungu inatenda kazi ndani yako. Tunajua, tunastahili kujifunza kwako. Yohana 10:38. Lakini nikitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ndani ya Baba. Ninavyotenda, angalieni kama hamuniamini, kwa sababu naonekana natembea kwenye mwili, nina miguu kama nyinyi, mnaniona nimezaliwa na Mariamu, mnanichukulia binadamu. Angalieni kazi ninazozifanya, ni kwamba Mungu yuko ndani yangu na mimi ni ndani ya Baba. Maana yake mimi ni Mungu katikati yenu. Mungu anajidhihirisha kupitia Yesu Kristo. Ninahama hapo, andika hivi, alikemea upepo na bahari vikamsikia, hata watu wakasema, huyu ni mtu wa namna gani? Utasoma Mathayo 8:23 mpaka 27 na Marko 4:35 mpaka 41 na Luka 8:22-23. Sisomi, andika tu. Wakasema, huyu ni mtu wa namna gani ambaye anaweza akazungumza na upepo ukamsikia, anaweza akazungumza na maji. Jamani, tuje tu kweli, nani? Hata sisi maji tukiyazuia tunatumia mbinu, labda ujenge ukuta, uyachimbie huku, yatengenezee mfereji, yawekezee mashambani, ukayachimbie bwawa, uyakusanye, uyawekee matenki. Lakini Yesu hakufanya hivyo, akazungumza naye. Kama ndipo kuyasoma, kasome nyumbani. Anasema siku moja alikuwa na mkutano wa Injili. Anamaliza mkutano, anasema wakati bado anawaaga wana makutano, akamwambia wanafunzi, pandeni chombo mwende. Walipopanda chombo wanaendelea, yeye akaaga makutano, akapanda mlimani kuomba. Wakati anaomba huko mpaka saa 4 usiku. Saa 4 usiku, kile chombo cha wanafunzi kiko katikati ya bahari. Anasema kikafika katikati ya bahari ndipo zamu ya 4 usiku. Anasema kikaanza kupepo msukosuko. Biblia inasema Yesu akatoka haraka mlimani, akaanza kwenda. Yaani kumbe sababu ya Yesu hata siku ile kutembea kwenye maji ni huruma na upendo usio wa kawaida. Akaenda juu ya maji, halafu akawapita kidogo, kile chombo akaona anakipita kumbe kwenye maji, ndio akasema ni mzimu. Yeye wao akageuka akamwambia, msiogope, mimi sio mzimu, mimi ni Yesu. Anasema akaingia kwenye kile chombo. Alipoingia
akauambia upepo tulia, akaiambia bahari iwe shwari. Anasema pakawa na shwari kuu. Alizungumza na maji. Jambo la 6, kutembea juu ya maji. Jambo la 7, kuonekana si mwenye wajibu wa kutii au kuabudu Mungu. Alipoulizwa kwa habari ya Sabato, mbona humheshimu Sabato? Anasema mimi ndiye Bwana wa Sabato, kuashiria kwamba yeye ndiye anayeabudiwa. Kwa nini aonyeshe kuabudu? Haleluya! Walipomuona anatembea hekaluni, wanasema wakamkuta ndani ya hekalu akitembea kule madhabahuni, wakaanza kumwambia, utatutabisha mpaka lini? Tuambie hasa wewe u nani, maana hatukuelewi. Akawaambia, hata ningeliwaambia hamnielewi, maana nimekwisha kusema nanyi mara zote hizi hamkunielewa. Wanasema, tuambie, je, wewe ndio Masihi? Wakaanza kuhisi kwamba mamlaka yake katika nyumba ya Mungu ni makubwa zaidi ya kuhani, ila yeye ni kama mmiliki wa nyumba ya Mungu. Anaashiria utukufu wa Mungu. Haleluya! Jambo la 8, mwenye mamlaka na nguvu na uwezo juu ya kifo na uzima. Haya maandiko itabidi nisome kidogo. Mwenye mamlaka na nguvu juu ya kifo na uzima. Haonyeshi kwamba yeye anaogopa kufa. Nina maandiko mengi hapa, si nisome hivi. Hebu nisomee Yohana 10:17-18. Mengine andika tu, utasoma mwenyewe. Yohana 5:24-26. Yohana 5, hebu mmoja asome Yohana 5, mmoja asome Yohana 10. Yohana 5:24-26, alafu Yohana 10. Hajiweki kama kifo ni tatizo, ila anaonyesha kwamba kifo ana mamlaka nacho na uzima ana mamlaka nao. Haonyeshi kusoma Ndiposa Baba ampenda, kwa sababu na utoa uhai wangu ili niutoa tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Bwana asifiwe sana. Hebu muone Yesu anasema, hata kufa kwangu mimi pale msalabani siuawi na askari wa Kirumi, natoa uhai wangu mwenyewe kwa kuwapenda watu wangu, halafu nitawachukua tena niujirudishie. Haleluya, haleluya! Ili anajiweka kwenye daraja ambapo anajifunua kwamba huyu sio binadamu. Binadamu huwa anategemea kupewa uzima. Hata akiwa mtakatifu vipi, uzima anapewa na Mungu. Lakini na kuondolewa uhai anaondolewa na Mungu. Lakini yeye anasema, mimi sina wa kuniua. Nikitaka kutoa uhai, namshukuru Mungu katika mambo yote ambayo mimi nimepata neema duniani kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wangu. Yaani nimepokea Yesu ambaye uhai wake hakuna wa kumuua. Hata msalabani hakuhukumiwa na Pilato. Mahakama haikumuhukumu. Yeye kwa kutupenda alijitoa nafsi yake iwe fidia kwa wengine. Anasema, na uhai wangu sina wa kuniondolea, ninautoa mwenyewe, na nikiutoa sihitaji kuuomba. Ninauchukua tena na ufaa, na na uwezo wa kuwapa na wengine uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwelewa Yesu hivyo, ukimwelewa Yesu hivyo, uko tayari kufa kwa ajili yake ili yeye akupe uzima wake. Usipomwelewa Yesu hivyo, uko tayari kukimbia kama Petro usife kwa ajili ya Kristo, halafu yeye usipokee uzima wake. Yeye akautoa uzima wake, halafu akautoa. Hebu soma hapa. Amini amini nawaambia, yeye
Mungu alivyo na uzima mwenyewe hahitaji, ana uzima nafsini mwake, maana hahitaji kupokea uzima kutoka mahali. Uzima wake anao yeye mwenyewe ndani, na anaweza na kugawa kwa wengine. Wafu watasikia sauti yake kutoka makaburini. Bwana asifiwe sana. Sisi tukifa siku moja Yesu atatuita kwa majina na tutatoka. Lakini kuna neno lingine liliongea, akamwambia Yohana kwamba mimi ninaweza nikaamua Yohana asife. Anamwambia Petro. Jambo la 10 na la mwisho. Ilikuwa la 8, la 9, jambo la 9. Alionyesha, jambo la 9 alionyesha mamlaka na nguvu juu ya roho zote. Utasoma Marko 5:1 hadi 20 na Yohana 15:13. Sisomo. Alionyesha ana mamlaka juu ya roho za aina zote, roho za kibinadamu, roho za binadamu, roho kama mapepo, ana mamlaka nazo. Anaweza katamka juu ya roho yoyote, na hata pepo wakakiri ana mamlaka nao. Na jambo la mwisho na la 10, tabia zinazozidi ubinadamu. Tabia zinazozidi Yohana 15:13 anasema hakuna aliye na upendo namna hii binadamu yeyote. Hebu ngoja nikuulize, hata mume na mke, upendo wenu ukifika kwenye kufa, amehukumiwa kunyongwa, mama Pati amehukumiwa kunyongwa, unaweza kusema mwacheni ninyongeni mimi? Sio rahisi. Kwani hakuna wazazi watoto wao wameona wakinyongwa? Jamani, mnafahamu kitu kinaitwa sungusungu? Mnafahamu kitu kinaitwa sungusungu? Mimi nilitembelea vijiji vyenye vitu vinaitwa sungusungu enzi hizo, ilikuwa miaka ya 90 na tusijui, ilikuwa nafikiri miaka ya 93. Mtoto wako akiiba, wewe ukatoe taarifa sungusungu, wewe afu siku wanamuua, wewe wa kwanza kumtandika kiboko, wafungulie kumuua. Huyo anaelewa ninachokiongea. Mimi nimefika pale, tukaenda kuhudhuria hayo mapipi. Unajua nilikuwa nalia na tetemeka hivi. Wazazi wa mtoto ndio sasa, sio kwa kupenda, wamelazimishwa kwa sababu sheria ya sungusungu. Wasipofanya hivyo wanatandikwa viboko wote na wanauawa wote. Jamani, mimi nilishangaa. Baba, mama, dada zake na kaka zake wakaanza kumtandika. Ndio sasa wanauza watu mpaka wakaua. Halafu baba na kaka zake na yule wakaenda polisi, wanaenda kuripoti hivi, tumeleta taarifa, mwizi kauawa na watu wenye hasira. Hamkuwaona? Hatukuwaona. Wameanza kwa kupiga, kwa sababu wakisema tena wanakuja kuuawa. Yaani kinachowashinikiza kwamba wanaokoa uhai wao, wanamwacha yule auawe kwa sababu inamhusu yeye. Lakini sura hii ya 15 mstari wa 13 anasema hakuna mwenye upendo kama huu. Yesu alikuwa na tabia ambazo hakuna binadamu anayo. Tabia zake kibinadamu zimezidi ubinadamu.
wanadamu. Hakuna mwenye upendo kama huu wa kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ndio maana Yesu anasema ni sura na muonekano halisi wa Mungu. Bila somo hili, kama tutapata muda simama, nitayaongea haya. Sijui kama tutapata muda kulifundisha. Bila somo hili, kwa kuwa Mungu ameonekana katika Yesu. Yesu alikuwa na huruma na upendo kuliko anatoa uhai wake. Yohana anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Ameutoa uhai wake. Funika macho. Kibinadamu, hata tu mtu unayedai kumpenda, siku moja tulikuwa tunafanya suruhu mahali, tunasuluhisha, tumeongea, mmoja akasema basi mimi nimekubali kumsamehe, basi nimekubali. Umekubali kumsamehe? Nani nimekubali basi. Sasa ngambia basi shikaneni mkono kama mmesameheana. Wakati ameshikana mkono mmoja, akaonekana analia na tetemeka sana. Akasema maneno yakasikika. Wakati tunafumba macho tuombe, tunasikia sema basi mimi Mungu atanirudishia tu, wewe ukarage hizo neno. Mimi nikamwambia tusiombe, tunamdanganya Mungu. Lakini Yesu wakati amekatwa sikio pale pale, yule aliyekuwa anakwenda kumwataki Yesu, Petro akamkata sikio. Yesu, yaani mtu ambaye alikuja Yesu anamwataki ili ampige wamsulubishe, Petro akamkata sikio. Yesu anamwambia Petro, rudisha upanga harani mwake. Auawe kwa upanga, atauawa kwa upanga. Akamvuta, akamkumbatia yule aliyekatwa sikio, akamwambia pole, msaliti anayekwenda kumpiga Yesu. Akalichukua sikio lake, akalipunguta mchanga, akalipuliza, akalirudishia, akapona. Hata jeraha alikuonekana, hata kovu. Lakini ni mtu ambaye ndiye alikuwa anaenda kumpiga Yesu, anatukana. Moyo wa Mungu unaonekana ndani ya Yesu Kristo. Mungu atusaidie. Yesu amemdhihirisha Mungu kwetu. Yesu amemfunua Mungu kwetu. Yesu amemdhihirisha Mungu katika maisha yako. Hebu mambo machache tafakari kabla ya kuomba. Funika macho yako. Tafakari. Katika mwili utimilifu wote wa Mungu umekaa. Katika mwili Yesu alikuwa na uwezo wa kusamehe na kuachilia. Akiwa msalabani, wale waliomchoma mkuki aliwasamehe pale pale. Hawakuomba msamaha, aliwasamehe. Ndani yako Yesu anataka kukalisha utimilifu wote wa Mungu. Hebu Mungu akupe neema, Yesu ndani yako aweze kusamehe kabla ya mwaka huu kumaliza. Samehe, 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 samehe waliokuumiza kabla
samehe, achilia. Waliokuumiza moyoni mwako umewapenda, una machungu, una msiba, unaumia, samehe. Yesu anataka aonyeshe utukufu wake na sura ya Mungu katika maisha yako, adhihirishe nguvu zake katika maisha yako. Yesu alijitoa kwa ajili ya wenye dhambi. Unajitoaje kwa ajili ya wenye dhambi? Unajitoaje kwa ajili ya wale ambao wako dhambini hawajaokolewa? Naomba jihoji. Yesu alichukua hatua, aliondoka mbinguni akaingia katika mwili. Akaenda akakutana na kina Mathayo watoza ushuru. Akakutana na kahaba wa Samaria. Akakutana na yule kahaba aliyepaka mafuta na malhamu. Akakutana na kina Petro akawaokoa. Yesu alijitoa kwa ajili ya wenye dhambi. Upendo wako kwa watu walioko duniani wanaosubiri kwenda motoni, unachukua hatua gani? Unachukua hatua gani? Chukua hatua. Yesu alimdhihirisha Mungu kwa kutawala na kukemea kila aina zote za pepo. Sura ya 5 ya Marko anasema hivi, aina zote za roho. Wewe unachukua hatua gani kushughulikia roho zinazotesa watu, roho zinazohangaisha watu, ili kwamba katika mwili ukamilifu wote wa Mungu ukae? Inua mikono yako. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Funika macho yako. Kwa namna gani katika mwili wako umepunguza nini kiasi kwamba ile sura na muonekano halisi wa Mungu leo hauonekani? Badala walivyomuona wakasema huyu ni mtu wa namna gani? Watu wote walipaswa wajue na waseme leo kwamba hapana, hawa sio watu wa kawaida. Kuna namna ya uungu inadhihirika ndani ya maisha yao. Kuna sauti ya kiungu, kuna tabia ya kiungu, kuna utendaji wa kiungu, kuna ukarimu wa kiungu. Kabla ya kwenda mwaka mwingine, hujaja Jumapili na mwaka mwingine, wanakusaidia ujihoji, unachukua hatua gani? Yesu alichukua hatua kadhaa. Anasema ingawa alikuwa yuna namna ya Mungu, hakuona kuwa ni kitu cha kushikamana nacho kule kuwa sawa na Mungu. Akatoa namna ya mtumwa, akanyenyekea unyenyekevu ambao hata binadamu hawawezi kunyenyekea. Akanyenyekea hata mauti ya msalaba. Wewe unyenyekevu limekuwa jambo gani kwako? Unaona ni gharama kubwa kunyenyekea. Na neno hili Mungu akusaidie. Roho wa Mungu akusaidie. Nyenyekea, shuka ili Mungu akusaidie. Halisi wa Mungu na utimilifu wote wa Mungu katika mwili udhihirike kupitia wewe. Watu waseme huyu ni mtu wa namna gani? Yusufu alimwambia hapana, Misri nzima hatujawa na mtu wa namna hii. Kuna namna ya kiungu ndani yake inakaa. Tunapaswa kumwonyesha Yesu kupitia maisha yetu katika mwili. Tunapaswa kumdhihirisha Yesu, watu waone Yesu kupitia tabia zetu, kupitia unyenyekevu, kupitia utii, kupitia upendo wa kweli, upendo usio na ubaguzi, upendo wa wenye dhambi, upendo wa watu waovu, sio kuwahukumu na kuwalani. Tuwapende. Yesu anawapenda, ndio maana ametoa uhai wake kwa ajili yao. Lakini wewe umewalaumu na kuwahukumu. Yesu anawapenda hao, wana thamani ya uhai wa Kristo.
Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu akusaidie. Hebu leo omba kwa maneno yako yote. Yesu alimwonyesha Mungu kikamilifu. Alimwonyesha usafi katika majaribu ya kutukuzwa na kusifiwa. Hakutenda dhambi katika hatari ya kutenda dhambi. Wewe hebu mwonyeshe Mungu kwa kutokutenda dhambi. Ujulishe kama Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu, si mwenye dhambi. Mungu si mwenye dhambi, ni mtakatifu. Mwambie Mungu, nimeshindwa kuonyesha sura na mwonekano wako kwa mwaka 2025. Nimeshindwa. Wewe ni mtakatifu, nisaidie sasa. Nisaidie. Mwambie Yesu nisaidie. Mwambie Yesu nisaidie. Mwambie Yesu. Utukufu wa Mungu hauonekani, hata shetani hauoni, lakini mapepo walipaswa wakikuona waseme tunajua huyu ana sura na namna ya Mungu ndani yake. Naomba na wewe na uliye Mungu, mwambie Mungu, sura yako Yesu nimeipoteza, tabia yako Yesu nimeipoteza, usemi wako Yesu nimeupoteza. Nataka kuonyesha nikudhihirishe katika jina la Yesu.